Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya leo mardi le 30 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kabisa. Ni taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ndani ya teritwari ya Uvira. Tuambie kinachoendelea hapo kwa sasa. Tutawapeleka ndani ya teritwari ya Walikale kwenye wakaaji huko waliandamana wakiomba kuondolewa kwa waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo wanayoyakalia nchini Kongo, na kutangaza ya kwamba hawapendi kabisa AFC M23 ifike Walikale. Habari ambazo tumewaletea ni mingi, wewe kuwa nami mwanzo hadi mwisho utakuja kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mu description. Gusa pale kwenye titre, chini ya titre utapata linki hiyo, utajiunga nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za jioni ya leo tutazianzia ndani ya teritwari ya Walikale kwenye maandamano yalifanyika siku ya leo. Maandamano yalifanywa na population na viongozi tofauti wa Walikale ambao waliandamana wakipinga kuendelea kusonga mbele kwa waasi wa AFC M23, wakiomba kuondolewa kwa waasi wa AFC M23 na jeshi la Rwanda nchini Kongo. Mfuate video hiyo, hapo ni Walikale wakati walikuwa wakiandamana. Vyake vyote ndani ya mtaa wa Walikale tunaendelea kupinga na tunasema hapana M23 mu territoire ya Walikale en particulier et en général à la République démocratique du Congo. Ndio kwa administrateur de territoire. Merci. Participa mwa manifestation apite mbele kwa kutusomea ile kitabu na tumachie mkuu kiongozi. Après hapa kesho ndio aenda na jua sema français mimi huyu kaende pale anasema français mzuri. Silence absolu. Hakuna neno ya na jua sema mjambo. Nadhani kwamba video hiyo mmeifuata vizuri. Population wa Walikale waliingia mitaani siku ya leo wakaanza kufanya maandamano. Ni maandamano ambayo walikuwa wakiomba AFC M23 na jeshi la Rwanda kuondoka nchini Kongo, wakisema kwamba hawawapendi kabisa. Teritwari ya Walikale, waasi wa AFC M23 wanakalia maeneo kidogo. Teritwari ya Walikale maeneo mengi yangali mu mikono ya FARDC na jeshi la wazalendo. Hapo Walikale centre sasa njo kwenye maandamano yalifanyika. Population wanasema kwamba hawataki waasi wa AFC M23 pale mkoani Walikale. Wanachokitaka ni kuondoka kwa waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo yote wanayoyakalia nchini Kongo. Maandamano haya yakawa yamekuja baada ya siku chache ya kufanyika kwa maandamano yaliyoandaliwa na waasi wa AFC M23 mjini Goma, Bukavu, Kichanga, maeneo mengi yanayokaliwa na waasi wa AFC M23 mkiwemo hata Ruchuru.
Maandamano hayo ambayo yalikuwa yameandaliwa na AFC M23, wakaaji walikuwa wakiandamana au wakisema kwamba wanapinga kujiondoa kwa waasi wa AFC M23 mjini Uvira. Wanataka AFC M23 ibakie maeneo ambayo wako ndani na kutaka kuanzishwa tena kwa maongezi kati ya gouvernement ya Kongo na waasi wa AFC M23 kama njia pekee ambayo inaweza ikamaliza vita. Na hayo maandamano yaliyofanyika mwa maeneo yanayo kaliwa na wasi wa AFC M23 Kinshasa ama gouvernement ya Kongo ilishutumu AFC M23 kulazimisha wakaaji kuandamana. Haiko population ambayo iliandaka maandamano hayo, na vyanzo vingi kutoka maeneo ya wasi wa AFC M23 vikaafirme hayo ya kwamba ni kulazimisha population. Siku ya leo sasa mkoani Walikale au waliandamana kivyao wakipinga kuendelea kubakia kwa AFC M23 na RDF nchini Kongo. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke kwenye uwanja wa vita mu province ya Sud Kivu, territoire ya Uvira, tuwaambie kinachoendelea huko kwa sasa. Vyanzo vyetu kutoka kwenye uwanja wa vita pale eneo za Kigongo, Luanga vinatuambia kwamba FARDC na wazalendo wanaendelea kukontrole maeneo hayo. Mji wa Uvira ndio ambao ungali mu mikono ya wasi wa AFC M23 kuanzia kuporo ya Kalundu. Baada ya kupigwa hapo wakarudia mjini Uvira jioni ya jana. Kuna movement yoyote ambayo ilionekana mjini Uvira ya wasi wa AFC M23 kuondoka pale. FARDC baada ya kukamata Luanga nao hawakuendelea kuprogrese tiwashuke ndani ya mji wa Uvira, walibakia ndani ya mapozisio yao pale mvilima vya Luanga na Kigongo, na mpaka jioni ya leo hakuna mashambulizi yaliyoripotiwa kati ya pande mbili maeneo hayo ya Uvira. AFC M23 ingali mjini Uvira kuanzia kuporo ya Kalundu na mji wote. FARDC nao wanakaa kwenye maeneo ya Kigongo Luanga pale, ukitokea poro ya Kalundu kwenye route nationale numero 5 ukielekea Makobola, zile mapozisio vilima hivyo kuelekea maeneo ya Baraka kule njo kwenye FARDC wako. Kama munakumbuka ginsi niliwaambia ndani ya habari za asubuhi ya leo, AFC M23 inabakilia tu mjini wa Uvira. Zingine pozisio zao zote kutoka mjini Uvira kuelekea maeneo ya Fizi walizitoka ndani kwa sababu walipigwa. Mjini Uvira njo kwenye wako kwa sasa. FARDC nayo ina kontrole maeneo yote ya nje ya mji wa Uvira, ukianzia nyuma ya poro ya Kalundu kurudia maeneo hayo sasa Kigongo Luanga kushuka Makobola. Pour le moment hakuna mapigano yanayoripotiwa hapo. Na siku ya leo kuhusu kujiondoa kwa mji wa Uvira kwa wasi wa AFC M23 ambao walitangaza hayo bila kuyafanya, yule ministre des affaires étrangères wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alikaribisha kujiondoa kwa wasi wa AFC M23 mjini Uvira na kusema kwamba ile ni geste ambayo inaonesha jinsi wao wanapenda wafanye maongezi olie ya kuendelea kufanya vita. Hayo yalitangazwa na Olivier Nduhungirehe, yule ministre des affaires étrangères wa Rwanda, akisema kwamba kujiondoa kwa wasi wa AFC M23 mjini Uvira ni jambo la uaminifu kwanza mbele ya arme ya Kongo, na ni kitu ambacho kinaonesha ni vipi AFC M23 inapenda ifanye negotiation na Kinshasa olie ya kuendelea kufanya vita. Alitangaza hayo wakati AFC M23 mpaka kwa sasa wangali ndani ya mji wa Uvira, hawajaondoka hapo. Tangazo lake lilizua maswali mengi kuhusu vita vinavyoendelea nchini Kongo, na afirmia kwamba AFC M23 ilijiondoa hapo wakati wanaendelea kukaa hapo. Hayo yalitangazwa na Olivier Nduhungirehe siku ya leo. Habari zetu zinaendelea tukiwa ndani ya province ya Sud Kivu, ndani ya Parke Nationale ya Kahuzi Biega kwenye
rute inayotoka Kalonge ikielekea Bukavu na ile meme rute inayotoka maeneo ya Bukavu vers Kalonge na kuelekea Bunyakiri. Hali ya usalama inaendelea kuzorota mpaka pale ambapo population wa motari kabisa wanaopitia njia hiyo wanajikuta wanateseka sana. Fuate video hiyo. Hapa njo njia ba motari biko nazunguluka uone zaidi lisi ya wisa moto njo ziko hapa mwaipori hapa ya kupanda Kasirusiru. Lisi ya wisa moto uone souffrance zenye watu biko napitia. Souffrance zimoya ziko kule yulu, zingine zina segamia kule vile. Wakuu viongozi mtusaidie sababu tunasumbuka. Wangalie hizi plisi ya wisa moto epi yulu kule ukilima kwezi kosa ta ingine masisa 300 zingine pembeni. Doke njia huku watu wanasumbuka sana kumapori huku kupita Kasirusiru. Hizo tena mapikipiki huko naona kule zinafunga mizigo za kuenda Bukavu zenye ziko zinarudia, ni shida sana. Vraiment tunalia sana population ya Bunyakiri sababu tunasumbuka sana. Hapa ni kilima ya kupandia Kasirusiru kutoka Kalonge kwa bariere ya kwanza. Njo kwenye wa motare biko wanasumbuka sana hivi sana kabisa. Ni shida sana watu iko napitia hapa. Nawaza mnaona nyi peke. Zani kwamba hiyo video nayo umeifuata vizuri au ni wamotare ambao wanateseka kutokana na hali ya usalama inayoendelea kuzorota kati ya M23 na FARDC ndani ya Parke Nationale de Kauzi-Biega pale Musidi Kivu. Hao wamotare kama mnavyosikia wanatoa wito kwa viongozi wa pande mbili wasikilizane, kukuwe usitishaji wa mapigano, hali ya maisha iendelee kama ya kawaida. Maeneo ya Bukavu na Bunyakiri ni maeneo yanayofanya biashara kwa pamoja ili kuendelea kudevelope maisha ya pale. Rute zinazopitia pale sasa mparke ya Kauzi-Biega, wa motare hata wa shofere na wengine wapita njia hizo wanakutanaka sana na matatizo ya vita. Hali ya usalama inaacha maisha aiende vizuri. Population wanachokitaka ni amani kati ya pande mbili, wao waendelee na maisha yao ya kawaida. Wanatoa wito kwa viongozi wa pande mbili kabisa kwa kutafuta la kufanya ili waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida. Nadhani kwamba video hiyo mulifuata. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke ndani ya Ruchuru. Wanaume wenye silaha wanaoaminika kuwa wapiganaji wa M23 wanashutumiwa kwa kuwateka nyara wanawake wasiopungua 42 katika kundi la Bukombo. Kulingana na Diodone Kasereka, afisa wa mawasiliano wa eneo la 34 la kijeshi, matukio haya yalifanyika Jumapili le 28 Desembre katika eneo la Bwito. Inasemekana kwamba waathiriwa 42 yani 40 waliteswa kabla ya kutekwa nyara, kulingana na jeshi, wa kinukuu ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa wakaaji. Afisa huyo anasema kwamba kwa sasa ni vigumu kujua mahali halisi walipopelekwa au mahali waliopelekwa. Anakumbuka kwamba kitendo hiki si cha kwanza kuhusishwa na wasi wa M23. Vurugu zingine zinazowalenga raia zimedaiwa kufanywa na wasi hawa huko Bushoro, eneo la uchifu la Bwito, na pia huko Pitango na Musinde, eneo la uchifu la Batangi, na huko Kahongole, eneo la Katiru pia huko Bwito. Kulingana na jeshi, kundi la Bukombo linasalia kuwa moja ya maeneo yenye hatari kubwa yaliyoangaziwa na mapigano kati ya vikosi vya wazalendo vya kundi la SMC na wasi wa M23, pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu zidi ya raia. Hapo ni Ruchuru kwenye M23 inashutumiwa kuwateka nyara raia wa kina mama zaidi ya 40 yani 42. Taarifa zetu zinaendelea.
Kuhusu hali ya usalama ndani ya maeneo yanayomilikiwa na wasi wa M23 inaendelea kuzorota. Pikipiki kadhaa zilizokuwa zimebeba bidhaa na abiria kutoka Goma hadi Walikale zilivamiwa na wajambazi wenye silaha juzi levenefu plito jana levenefu katika sehemu ya Kafunsi iliyopo kati ya Kaanja, Masisi pamoja na Kashebere Muwalikale. Kulingana na waathiriwa wa wizi huo, majambazi hao wasiojulikana walitumia silaha kuwaua kutembea kabla ya kupekua mizigo na mifuko yote ya abiria. Majambazi hawa walitoroka na vitu kadhaa vya thamani walivyochagua kutoka kwenye vifurushi, ikiwa ni pamoja na pesa na simu za mkononi. Watu 4 waliojeruhiwa kwa silaha zenye visu walipelekwa katika kituo cha afya cha Kashebere kwa matibabu kulingana na vyanzo vyetu. Eneo la Kifunsi kati ya Kaanja na Kashebere liko chini ya udhibiti kamili wa waasi wa M23 na hakuna kundi lingine lenye silaha linalofanya kazi huko. Watumiaji wa barabara hii wanatoa wito wa kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali katika jimbo lote la Kivu Kaskazini ili kukomesha uporaji unaorudiwa katika njia hiyo. Hapo ni maeneo yanayomilikiwa na M23 kwenye hali ya usalama inaendelea kukua mbaya zaidi. Tuendelee na habari zetu. Ndani ya Bule, centre ya Bule inayopatikana mu territoire ya Jugu mu province ya Ituri, mapigano makali tena yalisikika siku ya leo. FARDC na wasaidizi wao huko wazalendo walipigana na kundi la CRP ndani ya centre ya Bule. Kama ukumbusho, centre ya Bule ilikuwa imekamatwa na CRP, kundi la Thomas Lubanga. Kulikuwa kumepita siku 3 tu. FARDC na wazalendo kule tena waliatake kundi hilo la CRP ndani ya mji wa Bule ama katikati mwa mji wa Bule. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika hapo saa za asubuhi kuanzia saa 1. Ndipo hali iligeuka kuwa mbaya. Population wakaanza kukimbia eneo hiyo ya Bule kutokana na mapigano hayo makali. Hali inaendelea kukua tete ndani ya eneo hiyo ya Bule ambayo FARDC inataka irejeshe mikononi mwao baada ya wasi hao kuikamata. Kunapita siku 3 je pense. Ndani ya Bule mapigano yanayoendelea yalisababisha kuhama kwa wakaaji wengi kutoka maeneo hayo wakielekea ndani ya maeneo tofauti yenye usalama zaidi. Taarifa zetu zinaendelea kama kawaida, nimewaletea habari mbichi. Wakaaji waliokimbia maeneo yao kutoka Sud Kivu tangu kuzuka upya kwa mapigano Sud Kivu kwenye route nationale numero 5 kuanzia Kamanyola, Katogota, Sange, Luvungi, Kiliba mpaka Uvira. Mnajua ya kwamba wakaaji wengi walikuwa wamekimbia maeneo hayo wakielekea ndani ya nchi ya Burundi. Wakaaji hao sasa waliokimbia maeneo yao wakaelekea ndani ya nchi ya Burundi wanatoa wito kwa usaidizi kwa sababu maisha wanayoyaishi hapo ni magumu zaidi. Mfuate hiyo video mtaelewa mengi. Yenye tuko nayo tunaishi nayo humu. Utoke hapo uende shota mai kule kwa mnaona ile mulima kule kwa ile mawingu. Unatoka hapa unaweza tembea hata kitu kia saa 2 huko natembea tu. Huko nenda tafuta mai. Maana huko ni shida kabisa huko kwenye tuko mshida. Njoo manyumba wanatupatia huko. Huko maema huko njoo wanatupatia. Ndio matante wenye tuko hemo huko. Maana yake ni shida sana. Vitu wenyewe ya ba M23 na huyo kiseketi wa machafu wanatuletea. Watu wanakia tesekea mwa hii nchi ya watu. Maana kila kitu ni probleme. Mai shida, wese shida, na chakula tukupata shida. Kambi na yala na watu wale wote kule manyumba zile zote ni hatari. Na wengine watu wangali tu wanakuya. Wema tuko mshida huku sana. Tuitufai nini kama tujiue tu, kama tujinyonge, kama tufanya bila msaada ya watu ni shida. Hivi mkimbizi kona lamuka ayu atakula nini? Mkimbizi mwenye alikimbia vita iko na lamuka ayu atakula nini? Kama uko msaada kusaidiana, msaidiane watu wangali wazima. Msichunge sawa watu wanakufia huku.
Ndio nakia kuwa tutumie watu maserikali ya kubarudi ya kwenda kuwazika. Baridi huku ni ajabu. Baridi ni hatari, hakuna mawese. Na kolera inaweza kuua hata watu. Kwa hiyo ndio tunasema kama bandugu banaweza tusaidia pesa kidogo, batusaidie tuangalie gisi tunaweza ishi na sie kidogo. Juu hivi tuko mudanger. Tuko mudanger kabisa, tuko mudanger, tuko mshida. Yaani tuko za vile venye tuko mudezere. Hata mtoto ajinyambie na maya kutawasa mtoto ni problem. Na kukoga tuko mtu ashafanya hata na desimene humu anakosa tamaa ya kukoga. Mai ya kunywa hakuna. Yaani ni shida kushida tu. Nadhani kwamba video hiyo nayo mmeifuata. Hao ni wakaaji waliokimbia maeneo yao ambao walikimbiliaka monani nchi ya Burundi. Wanahitaji kabisa usaidizi ili maisha yaweze kupitika bie, kwa sababu wanaishi maisha mabaya, maisha ambayo kabisa wanateseka. Tuelekee ndani ya mji wa Goma. Siku ya jana wakati kulikuwa reunion kati ya viongozi tofauti wa AFC M23, kulionekana Daniel Safu ambaye anajulikana kama mwanachama mkuu wa parti politike ya Moise Katumbi. Alionekana pale mjini Goma akiwa anafanya kazi na waasi wa AFC M23. Kupitia foto zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii kama hiyo ambayo mnaiona hapo, yule Daniel Safu iko pamoja na Willy Ngoma na mwingine hapo. Huyu Daniel Safu alionekana mjini Goma upande wa waasi wa AFC M23 baada ya siku chache, na ametangaza kuwa naye amejiunga na waasi wa AFC M23. Daniel Safu naye kwa sasa iko deja na saidiana na AFC M23 baada ya kutangaza ya kwamba atajiunga nao. Alionekana hapo mjini Goma akiwa anasaidiana nao. Habari zetu zinaendelea. Siku ya leo Etats-Unis d'Amerique ilikuja kutangaza ya kwamba itapana mchango wa 2 miliards de dollars franka zinazokusudiwa kwa kusaidia nchi 17 ambazo ziko mokrize ya hali ya juu, mkiwemo nchi ya Republique Democratique du Congo. Siku ya leo ndipo Etats-Unis ilitangaza hayo. Usaidizi huo ambao ulikaribishwa kama usaidizi wa kihistoria na Thomas Fletcher, coordinateur de secours d'urgence de l'ONU, alisema kwamba usaidizi huo unakusudiwa kuwasaidia watu wengi ambao wanaishi maisha mabaya kutokana na krize zinazozipiga nchi tofauti, na akatoa wito kwa wengine wasaidizi wa ONG yanayosaidia population kuendelea kutoa michango tofauti za franka ili kusaidia population wanayopitia maisha magumu kutokana na makrize tofauti kama ya vita na vitu vingine tofauti. Turudie ndani ya Ituri. Nilitoka Ituri bila kuambia habari zote ninazo kutoka Ituri. Shirika la kuangalia uhuru wa vyombo vya habari barani Afrika, OLPA, shirika hili lisilo la kiserikali la kutetea na kukuza uhuru wa vyombo vya habari, linataka uchunguzi ufanyike baada ya mauaji ya Thierry Bangalole, mwandishi wa habari wa kituo cha habari cha mkoa cha RTNC, radio television ya kitaifa ya Kongo, kilichoko Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Mwandishi wa habari alifariki le 29 Desemba kufuatia shambulio la kisu lililofanywa na watu wasiojulikana usiku wa le 29 hadi wa le 28 hadi le 29 Desemba nyumbani kwake. Alipeleka kwenye kliniki ya Salama huko Bunia ambapo alifariki. Thierry Bangalole pia alifanyaka kazi kwa chombo cha habari cha mtandaoni La Voix de l'Ituri
Kwa kuzingatia hayo hapo juu, Olpa inalaani vikali mauaji ya mwandishi huyo wa habari na inatoa wito kwa mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina ili kufafanua mazingira ya mauaji haya na kuwatambua wahusika. Haya yalitangazwa na Olpa, shirika lisilo la kiserikali huru na lisiloegemea upande wowote wa kisiasa kwa ajili ya kutetea na kukuza uhuru wa vyombo vya habari hapo ni Ituri, ambapo shirika hili la Olpa linaomba uchunguzi baada ya kifo chake huyu journaliste Thierry ambaye aliuawa hivi juzi. Tuendelee na taarifa zetu. Rais wa jamii ya Watusi wa Kivu Kaskazini David Karambi Fati aliona kwamba kusimamishwa kazi kwa Major General Sylvain Ekenge kama msemaji wa jeshi la Kongo FARDC kukutosha kutokana na uzito wa matamshi ambayo anatuhumiwa kuyatoa. Katika barua iliyoandikwa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa David Karambi Fati anadai kwamba kauli za General Ekenge zilizotangazwa kwenye channel ya kitaifa ya RTNC ni za kibaguzi na unyanyapaa kwa jamii ya Watusi na ni tishio la moja kwa moja kwa mshikamano wa kitaifa na usalama wa raia. Anatoa wito kwa msemaji wa zamani wa FARDC kufikishwa mahakamani. Anasema kwamba FARDC inapaswa kuchukua hatua za kisheria, akidai ya kwamba mtunzi wa matamshi haya akamatwe mara moja na afikishwe mbele ya mahakama zenye uwezo. Katika barua hiyo ambayo aliandika, alionya dhidi ya matokeo ya hotuba kama hizo katika muktadha wa mzozo wa silaha unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo alisema kwamba hotuba kama na hiyo ya chuki inayotoka kwa afisa wa ngazi ya juu wa jeshi ina hatari ya kuzidisha vurugu za kikabila na kudhoofisha juhudi za amani za kikanda. David Karambi pia anahimiza Umoja wa Mataifa kulaani vikali hotuba za chuki na vyombo vya habari vinavyozisambaza na kuimarisha ufuatiliaji wa kimataifa kwa ajili ya ulinzi wa watu wachache na watu walio katika mazingira magumu. Huyu ni kiongozi wa jamii ya Watusi kutoka Nord Kivu ambaye alitangaza hayo baada ya hotuba yake Sylvain Ekenge kwenye RTNC. Nadhani ya kwamba hayo tuliyawaambia jana, yani yale ambayo aliyatangaza kuhusu tribi ya Watusi. Na washukuru sana basi kwa kuendelea kukuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi. Nasema asante sana. Nitaendelea kuwapa taarifa mbichi kama kawaida, na waomba kuendelea kusubscribe na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.